Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania inapenda kuwataarifu wananchi, wakulima, wafanyabiashara, wasafirishaji wa mazao na wadau wote wa sekta ya kilimo kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kufungua soko jipya la mazao 10 ya kilimo nchini Ushelisheli au Seychelles. Mafanikio haya ni matokeo ya juhudi ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kutekeleza ajenda ya kuongeza uzalishaji katika kilimo, kufungua masoko mapya ya mazao ya Tanzania nje ya nchi, kuongeza ajira kwa wananchi, kustawisha maisha ya wananchi, kukuza uchumi wa taifa kupitia biashara ya kimataifa na kufanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji mazao barani Afrika. Soko hili limefunguliwa na Wizara ya Kilimo kupitia taasisi ya Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Wizara ya Viwanda na Biashara na vyombo vingine vya serikali katika kutekeleza diplomasia ya uchumi na ajenda ya kuimarisha biashara ya mazao ya kilimo nje ya nchi. Hatua hii pia ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya kilimo, ile ajenda ya 1030 inayolenga kukuza sekta ya kilimo kwa 10% kwa mwaka na kufikisha thamani ya mauzo ya mazao na bidhaa za kilimo nje ya nchi kufikia dola za Marekani bilioni 30 ifikapo mwaka 2030. Vile vile kufunguliwa kwa soko hili ni hatua muhimu katika utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya 2050 inayochagiza kuhama kwa uzalishaji unaokidhi mahitaji ya msingi na kuelekea kwenye kuongeza tija na thamani ili kuzalisha biashara, kuweza kuuza nje ya nchi na kulisha bara la Afrika. Kufuatia kukamilika kwa majadiliano ya kiufundi kati ya Tanzania na Ushelisheli, mazao yafuatayo yameruhusiwa sasa kuingia katika soko la nchi hiyo ya Ushelisheli. Zao la kwanza ni kabichi mbichi au fresh cabbage. Zao la pili ni parachichi aina ya hasi. Zao la tatu ni maharage mabichi yani fresh beans. Zao la 4 ni karoti mbichi yani fresh carrot. Zao la 5 ni viazi vibichi yani fresh potato. Zao la 6 ni kitunguu saumu au fresh garlic. Zao la 7 ni tangawizi mbichi au fresh ginger. Zao la 8 ni kitunguu maji yani fresh onion. Zao la 9 ni nanasi au fresh pineapple. Na 10 ni mimea ya viungo na viungo lishe yani fresh herbs and spices. Kwa hiyo Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania inawahimiza wakulima, vikundi vya uzalishaji, wasafirishaji na wafanyabiashara kutumia fursa hii kikamilifu wa kuongeza uzalishaji wa mazao yenye ubora unaokidhi mahitaji ya soko la kimataifa. Aidha, mamlaka inasisitiza kuwa wafanyabiashara wote wanaokusudia kuuza mazao hayo katika soko la nchi ya Ushelisheli wanapaswa kuzingatia masharti ya afya ya mimea kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa ulinzi wa mimea yani IPPC na viwango vya kimataifa vya afya ya mimea kama vinavyosimamiwa na kutekelezwa na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania itaendelea kusimamia mkataba wa makubaliano baina ya Tanzania na nchi ya Ushelisheli ili kulinda na kuendeleza soko hili kwa mustakabali mzima wa ustawi wa taifa letu. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania inatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maelekezo yake ya kuhimiza Watanzania kujitosheleza kwa chakula
na kuzalisha ziada kwa ajili ya kulisha dunia, hatua ambayo imeendelea kuchochea ufunguzi wa masoko mapya na kuongeza fursa za ajira na kipato kwa wananchi. Vilevile, mamlaka inatoa shukrani kwa Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na wadau wote waliochangia kufanikisha upatikanaji wa soko hili muhimu la mazao 10 kuuzwa katika nchi ya Ushelisheli. Asanteni kwa kunisikiliza.